Bahati nzuri tumeshakabidhi pia rasimu yetu wafanyabiashara kwa Mheshimiwa Waziri, lakini na wizara pia walikuwa wameandaa. Kwa hiyo tumechanganya yale ya kwao na ya kwetu ili aweze kupelekwa bungeni, tuweze kupata kwenye financial bill ili tuweze kupata kwa muda wakati tukisubiri sheria yenyewe kuu ibadilishwe. Kwa hiyo namna pekee ambayo itatuweka salama kama wafanyabiashara ni kupata sheria ambayo inatulinda na kusema nini tunapaswa kufanya na mgeni anapaswa kufanya kitu gani. Kwa ni imani yangu kwamba serikali sikivu chini ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan watalichukua hilo na kulipitisha kwa haraka ili kuwasalimisha wafanyabiashara ambao wanakaribia kufilisika kama hawajakafilisika kabisa. Naam. Namna gani ufanyaji biashara wa wageni katika soko la Kariakoo umeweza kuathiri nyinyi wazao? Umetuathiri sana kwa sababu umekata mitaji, biashara zimebakia store ziuziki kwa sababu ya bei. Ndugu zetu wamekuwa wakipata mizigo kutoka kwenye viwanda vyao na wamekuwa wakiuza bei ndogo. Sasa sisi tunapata kupitia mikopo ya taasisi zetu ambao ni mikubwa, na unapofika sokoni huwezi kushindana. Kwa hiyo unaweka mzigo ndani ya uziki na mwingine unaharibikia ndani. Basi watu wengi wetu wamefilisika, nyumba zao zimeuzwa na wengine wamepata stroke. Kwa hiyo tumepata athari kwenye kila eneo. Yeah. Nini wito wako sasa kwa serikali kuhusiana na swala hili? Ni kuharakisha tu mchakato wa mabadiliko wa kuboresha sheria ili kuwe na sheria maalum ya kumlinda mzawa, kwamba hizi kazi fulani na zile zifanywe na wazawa peke yake, na zile kubwa za maviwanda na nini basi wageni wanaweza kuja kuwekeza, lakini hizi kazi nyingine ndogo ndogo zote tuachiwe wazawa. Naam. Mwenyekiti, tumeshuhudia hivi karibuni kwamba ilizinduliwa swala zima la ufanyaji biashara ndani ya Kariakoo masaa 24. Kwa namna gani hili swala limefanikiwa? Swala hili halijafanikiwa kwa kiasi. Yaani kama ni mafanikio ni kidogo sana, lakini ni kutokana na changamoto bado ambazo tunazo. Moja, ufunguaji wa njia, na nipongeze, nimesikia kauli ya mkuu wa mkoa juzi kwamba ametoa siku 14 barabara ziweze kufunguka kuingia sokoni na sehemu nyingine. Ni imani yangu ndani ya hizo siku 14 barabara zitakapokuwa zimefungua, basi wafanyabiashara pia tutakuwa na amani na uhuru wa kufanya biashara kwa saa 24. Kwa sasa hivi ni ngumu kwa sababu mteja wa usiku anatamani akifika apaki gari yake nje ya duka anunue aondoke, lakini kwa sababu mchana ukiingia lazima uache gari, kama sio Jangwani mwendo kasi. Hasa kwa usiku kutembea pia usalama na mambo mengine sio nzuri. Kwa hiyo tunasubiri hayo yatekelezwe, lakini na ufungaji wa taa kila eneo, wafanyabiashara tuko tu tayari kuendelea. Zile siku za awali zoezi lilipoanza hali ilikuwaje biashara? Hali ilikuwa ni nzuri kwa kiasi, lakini kila siku zinavyoenda inashuka kwa kiasi. Lakini imani yangu kwamba kama tutakuwa na nafasi Kariakoo itakuwa nzuri na inapitika, saa 24 zinawezekana bila shaka yote.